Ameachiliwa. Yesu ameachilia nafasi yako ya kufanyia kazi. Maana alikuokoa na lengo na kusudi. Hata Yesu mwenyewe alisimama katika nafasi. Yesu mwenyewe akasimama katika nafasi. Lengo kuu lilikuwa nini? Akutoa kwa dhambi. Akuletee haki. Akutoa kwa dhambi ambazo ulikuwa umefungwa. Akutoa kwa mauti. Hiyo ndio lengo lake. Alisimama kwa nafasi ambayo alikuwa ameitiwa na Baba. Haleluya. So kama Yesu mwenyewe alielewa nafasi yake na akaisimamia na ikakuwa reproductive, ikazaa matunda, ikakuwa fruitful. Wewe nawe, maana wewe ni kama Yesu, maana alikuleta wewe ili ukasimamie nafasi nyingine. Kama ile alisimamia, wewe ndio nafasi yako na ukaisimamia. Haleluya. Na itazaa matunda katika ufalme wa Kristo. Haleluya. So tuelewe nafasi zetu. Si tungojee nafasi. Nafasi imeachiliwa, tusielewe na tusijue katika ufalme wa Kristo. Haleluya. Tuone Luka kidogo. As we summarize, we are almost to summarize, kumaliza. Tuone 22:31. Nasema Luka 22:31. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Upiposi hapo. Amesema ni lakini nimekuombea wewe. Yesu amesimama katika nafasi ya kuombea Simoni ili asipepete. Maana anasema Shetani anakusudia, tazama Shetani anakusudia kukupepeta wewe ama kuwapepeta nyinyi kama ngano. Lakini anawaambia mimi nimesimama kwa ajili yako. Nawe utakapookoka waimarishe ndugu zako. Haleluya. Yesu amesimama katika nafasi ya kuombea Simoni. Naye Simoni anampea kama jukumu. Anaambia Simoni, maana nimekuambia ili Shetani asije akakupepeta kama ngano vile anavyotaka kuwapepeta. Nao ukisimama na ukiokoka, uwaambie ndugu zako hata wao wasimame. So Yesu akasimama katika nafasi ya kuombea Simoni. Haleluya. Naye Simoni ni jukumu lake asimame bado katika nafasi ya kuombea wenzake. Wewe umejaliwa leo hii. Yesu akakuokoa mahali ulikuwa, akakuleta katika haki yake, akakuleta katika ufalme wake, akakuleta katika utakatifu wake. Ni jukumu lako kuombea wenzako ambao bado hawajaweza kufanikiwa kuingia hapo. Maana anamwambia vizuri, Shetani anakusudia kuwapepeta kama ngano, lakini mimi nimekuombea wewe Simoni. Na wakati ambapo anampa jukumu, ndio nikakwambia wakati Yesu anapokuleta katika ufalme wake, akuleti bure, anakuleta na kusudi maalum ya kwamba ili ukaweze kuwa reproductive na ukaweze kuwa fruitful katika ufalme wake. Haleluya. Anamwambia na bado wewe ukisimama na uokoke, usiwasahau ndugu zako. Tumsifu Yesu Kristo. So umekwisha simama. Umekwisha wewe pata haki ya Kristo. Umekwisha pata uzima ndani ya Kristo. Umekwisha kuwa mtakatifu katika Kristo. Usisahau wenzako. Hata usimama na wao. Maana Kristo amekuleta na kusudi. Haleluya. Usikuwe binafsi. Ndio nikakwambia kila mmoja ako nafasi yake. Simama katika hiyo nafasi. Haleluya. Usingojee nafasi. Unajua kuna mtu mwingine anasema eti tena nafasi ni gani? Eti nitafanya, si lazima uhubiri mpendo. Si lazima uhubiri ili usimame katika nafasi. Kuombea mwenzako asimame, aimarike. Nashukuru maana kuna maombi fulani kwa WhatsApp group. Nimeona imeombwa na mtumishi, nikashukuru sana. Mimi kama kuna WhatsApp na kama mimi ulipata katika hiyo group. Hiyo ndio maombi. Hiyo sasa akasimama katika nafasi. Ati hata kuambia eti pokea eti ngorofa, eti pokea international job. Ni maombi ya kipuzi wakati huu. Kwanza kabisa, si kama ukijaliwa kupata hiyo nini utapata. Kuna ombi limeombwa nzuri sana. Ni wangapi wameiona? Hata hakuna kama mjaingia online. Hakuna mtu hapa ameona hiyo na kwani hakuna mtu online. Sinaona wengine hapo ni participant.
lakini uende utaingia online. Lakini ukiwa online, ona hiyo maombi ya kishujaa, maombi ya mtu anajielewa. Haleluya! Maombi ya mtu ambaye amesimama katika nafasi, maombi mazuri zaidi. Ukiombea mwenzako usianze kusema naomba tisui ndoa yake isimame, tisui hizo sasa vitu. Hata ndoa inaweza simama lakini apotee, maana imani bado hajaimarika katika imani. Sasa ndoa ikisimama inamsaidia na nini katika imani? Lakini akisimama katika imani na haki ya Kristo imsimamishe, hata ndoa inasimama. Tumsifu Yesu. Ukianza kusema kwamba eti naomba apate kazi, akipata kazi apotee, amefaidika na nini? Kwanza aimarike katika haki ya Kristo, aimarike katika imani, kazi itakuja. Na hiyo kazi itakapokuja itakuwa na manufaa katika ufalme wa Kristo. Lakini hii maombi tunaomba mengine, maombi fande sana. Sasa shukuru, maana mchungaji ameshaingia katika nafasi nzuri zaidi. Hiyo maombi ni ya kishujaa na ni mtu ambaye anajielewa. Imarika katika maarifa ya kumjua Kristo zaidi. Wewe ni wachungaji wangapi unaweza kuombea hivyo? Hata ukimpigia simu, hata akiwa katika pilika zake za kuomba, hata akiwa mlimani akiomba, hawezi kuomba vitu kama hizo. Uongezeke maarifa kumjua Kristo umpite. Hawezi. Akuambie hivyo, hawezi. Tunaelewa katika hiyo nafasi. Akuambie eti wewe uimarike katika ufunuo wa neno umpite, hawezi. Si rahisi. Anakuombea ili asidi kukufinyilia zaidi. Akikwambia hii nasema hivi unakubaliana hata kama ni uongo. Haleluya. Lakini mchungaji amekwisha ingia katika nafasi, ajali hiyo. Uongezeke katika maarifa, katika kumjua Kristo. Maombi ya ajabu sana. So simama katika nafasi. Haleluya. Simama katika nafasi ya Kristo mpendo, katika nafasi ambayo Kristo amekupa mpendo, ili kwamba ukalete mwanga katika ulimwengu. Haleluya. In fact ulimwengu katika giza totoro. Yeye mtanakali za sauti, giza totoro. Unajua watu wanaposikia giza wanaangalianga mwanga. Nasema kuna jua, kuna mwezi usiku, lakini hawajaelewa ni giza gani. Na aliye gizani hawezi akakuona wewe ambao uko katika mwanga. Lakini wewe ambao uko katika nuru unaona mwenye ako katika giza. Na wewe ndio uko na jukumu kuu kumtoa katika hiyo giza. So mpendo, simama, maana ni haki ya Kristo. Na maandiko imekupa hiyo uwezo wa kutoa katika hiyo giza. Haleluya. As long as utasimama katika nafasi yako ambayo Yesu amekupa, it doesn't matter in which way you will stand in that gap. Lakini utakaposimama, nakwambia kuna kitu kinaenda kutendeka katika ufalme wa Kristo. Tukue productive in the kingdom of God. Hallelujah. Tukue productive, tukue na mazao, tulete wengi, tumbring watu katika ufalme wa Kristo. Tusikue tu watu wa kufukuza watu, tuwalete katika ufalme wa Kristo. Na Yesu azidi kufurahia. Hallelujah. Si kama ni mangu. Kuna maandiko nataka tuangalie kidogo tukimalizia. Ukisoma Mathayo 16:19. Chapter 16 verse 19. Matthew 16:19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Nami nitakupa wewe nani? Wewe, mimi na wewe. Nami nitakupa wewe. Si nyinyi. Tuelewe tofauti ya kusema ni si hawa. Tuseme hata kama Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi. Hata tuseme tuchukulia alikuwa anazungumza na wale wanafunzi wake, walikuwa 12. Lakini kwa nini hakuambia nyinyi? Awaambii nyinyi. Nitakupa wewe. Sasa wewe umepewa ufunguo. Haleluya. Si kwamba ni sisi tumepewa, ni wewe na mimi nimepewa. So wewe uko na ufunguo, mimi niko na ufunguo. Si sisi. Maana tukisema sisi, hata yeye hakusema sisi. Maana sisi inaleta tofauti kubwa sana. Wewe nitakupa funguo za mbinguni. Na lolote utakalofungua duniani. Na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Litakuwa limefunguliwa mbinguni.
Haleluya. Na bado lile utafunga itakuwa limefungwa. So anasema wewe amekupa. Msio mimi nimepewa funguo za mbinguni. Wewe umepewa funguo za mbinguni. Ukishaelewa kitu kama hicho, my friend, kuna kitu ambacho utafanya cha utofauti zaidi katika ufalme wa Kristo. Wewe nimekupa ufalme, ufunguo. Nimekupa ufunguo. Tuelewe kuna tofauti hapa. Nimekupa wewe, si nyinyi. So nikakwambia ukitaka kusonga zaidi, songa peke yako. Ukitaka kuenda haraka, enda na mwenzako. Lakini ukitaka kusonga zaidi, ambalo ndio lengo letu, tunahitaji tusonge zaidi. Tunahitaji kufika mbali, tunahitaji kufikia wengi. Katika hii neno, it will force us, it will make us kusonga peke yetu. Haleluya. Si lazima tushikane na dini 10 na kitu, ama tushikane na dini ama wachungaji ambao wako na makanisa makubwa ili tufike mbali. Hakuna kitu kama hicho. Haleluya. Si lazima, nasema hivi, si lazima tupatane na ndona ambaye atatupa pesa ili tukaweze kumiliki kanisa kubwa. Nasema hivi, si lazima tupatane na wachungaji ambao ni wa kutoka nje ya nchi ili tukaweze kufika Amerika hii uchumi. Lazima tutafika tukisimama katika nafasi. Sisi, mimi na wewe, amefungua. Haleluya. Awaambii, unaona kama anasema anatumia nyinyi. Kwa nini atumii nyinyi? Na walikuwa wengi. Tuseme hata kama alikuwa anazungumza kwa mfano na Petro ama Peter. Kwa nini angeenda azungumze na wao wakiwa pamoja? Jo, alikuwa anajua hawezi kufikia lengo ambalo anataka wafikie. Haleluya. So ni wewe usimame katika nafasi kivyako na utafika mbali. Na uishughulikie nafasi, maana umekwisha pewa hiyo nafasi na Kristo. Haleluya. So na tukisimama katika hizi nafasi tutaenda mbele na tutasonga mbali zaidi ya vile ambavyo watu wanatudhania. Mtu anaweza fikiria kwamba akitoka hapa ama akitoka hii kanisa ataenda songa mbele. Ole wako, wewe hata wewe ulikuwa kizungumkuti. Sijasema siongei na njia nyingine ama lakini ukiwa na hiyo dhana kutoka kanisani ni haki ya mtu. Lakini ukitoka na dhana fulani tofauti na Kristo, tofauti na haki ya Kristo, tofauti na lengo la Kristo, ukitoka na hiyo dhana, ndio utaangamia. Utatusikia tukiwa mbele zaidi. Lakini kutoka kanisani si swala mbaya ama uko na uhuru wa kwenda mahali pengine. Wala ndio tupatane hapo vizuri. Sasa usitake kwenda kanisani alafu useme nilisema utaangamia. No. Nasema hivi, hiyo ni swala lako na ni uhuru wako. Lakini ukitoka na dhana tofauti na Yesu, my friend, wewe utaangamia. Tunahitaji sisi, wewe mwenyewe uchielewe, usimame katika nafasi, tufike mahali tunaenda. Si amesema wewe nimekupa. Hiyo maandiko, I think it is self-explanatory. Inajieleza yeye yenyewe ya kwamba nimekupa wewe. Mimi amenipa. Hatujapewa na mtu wangu, hatujapewa na kanisa. Amenipa mimi. Nikisha jielewa hivyo, na yeye ajielewe hivyo, tutasonga mbele. Haleluya. So alikuwa anataka kuleta picha kwamba ukiwa duniani hapa, ukijielewa ukae katika nafasi yako, utakuwa reproductive in the kingdom. Na wakati ambapo utakuwa reproductive, kuna utukufu wa Kristo utakuwa katika utaweza kuwa mahali pale. So haihitaji tushikamane na watu wengi ili tusonge, ili tufike mbali. Tunahitaji tusonge. Kama tunataka kusonga mbele ama kufika mbali, itatubidi waache watu wengine. Maana tukianza kuona, unajua kitu cha kwanza ukitembea na watu wengi, kitu cha kwanza, one thing, first point, ukitembea na watu wengi tofauti na kutembea peke yako. Hata unaweza kuwa wakati mwingine inafika mahali mwambiane mpumzike. Hiyo one thing, tumechoka, tupumzikeni pale. Tukifika pale tunaenda mbali sana, tupumzike pale. Lakini ukiwa peke yako unasema nikipumzika hii haitafika vile ambavyo nataka. Kama nilikuwa ichukua muda wa siku 3, nikipumzika, kwa mfano nalima,
Unaanza kulima peke yako, unatia bidii, ulime maliza ile shamba. Lakini mkiwa watu wengi, unasema ndio hapo unaona wakati mwingine kuna partnership business na kuna sole proprietor. Hii sole proprietor ni solo, wewe kwa peke yako. Biashara ya kibinafsi ndio inasonga kuliko biashara ya muungano. Kweli si kweli? Sababu gani? Mmepata faida. Kuna advantages na disadvantages na hizi business zote. Biashara ya muungano wa watu ama ya kikundi cha watu inafikanga mahali inaisha. Kwa sababu gani? Huyu anataka hivi, huyu anataka hivi. Anataka munga huu, anataka munga huu. Kama mlikuwa mnasema nataka savings zangu na nitoke. Lakini ikiwa peke yako unaenjoy profit peke yako, unaenjoy hasara peke yako. Unajua hata hasara nayo bado ni kuenjoy. Hata hasara bado utaenjoy. Lakini sasa ile ya wengi mtaenjoy hasara mkiwa wengi. Kama mmepata hasara ya 1,100 mko watu 5, nasema kila mtu amepata hasara ya 20. Lakini ukiwa peke yako unapata hasara peke yako, unang'ang'ana na hiyo hasara peke yako. Hiyo ni faida bado. Maana alafu kitu kingine, kama ni faida umepata ya milioni 2 mko watu 5, divide and you get. Alafu sasa na kama uko peke yako upate hiyo faida ya milioni 2. Unaona iko na advantage bwana. So bwana ni kuenjoy na ni kusherehekea hata hiyo hasara. Ni faida kwako. Haleluya. So ukitaka kusonga mbele zaidi na kufika mbali, fika peke yako. Jielewe nafasi yako. Maana kuna mtu atakuja na kuondoka katika hiyo nafasi au utafikia lengo lako katika Kristo. Haleluya. So ni jukumu la kila mmoja baada ya kukuja katika ufalme wa Kristo, baada ya Yesu kuleta katika ufalme wake na kukupa haki yake na kukupa uzima na kukupa katika nuru hii, si kukaa tu. Kuna lengo, kuna zaidi ya kukaa, kuna zaidi ya kukaa tu ufikie wengi. Haleluya. So tusimame katika nafasi zetu na tusifanyie kazi. Haleluya. After realizing your opportunity, usimame vizuri. Nafasi tukitangulia tulisema nini? Alitafuta mtu pale Ezekieli 22:30. Alisema kwamba alitafuta mtu atakaye mchekea mahali palikuwa pamebolewa. Akakosa. Haleluya. So ni kwa nini alikosa? Si kwamba watu hawakuwa, watu walikuwa, lakini akakosa. Kwa sababu gani? Hakukuwa mtu alikuwa ready. Hakuna mtu alikuwa ready. I thank Jesus because last Sunday tulipotembelea nani anaitwa, natafuta jina ya Kiswahili, landlord. Tulipomtembelea tulipitia hiyo jina. Tulipomtembelea kuna kitu alizungumza. Akasema opportunity comes once. Akasema opportunity comes once, but somebody to receive it agwangi rede inapita. Haleluya. Alisema nafasi uja once, si kwamba anasema na alitumia hata alihubiri. Alisema Mungu uachilia nafasi, lakini wa kuchukua anakosekana, anakuwa hayuko tayari kuichukua. Haleluya. Hiyo mtu alikuwa anajaribu kupiga 10 kwa njia nyingine. So kumaanisha nini? Alipotafuta mtu akakosa, si kumaanisha hakuwa ameachilia hiyo nafasi ya mtu ambaye anaweza kufanya hiyo jambo. So ni ombi langu. Maana kila mmoja nafasi imeachiliwa. Na maanisha nini? Leo hii Yesu anaweza kusema kwamba nataka nikuwe na branch ya kanisa Kakamega. Natuma brother Charles. Charles anatafuta na kukosekana because alikuwa ready. Hiyo ndio namaanisha my friend. Sio kama mnanipata. Nasema nafasi, ukue ukijielewa katika nafasi yako. Ujielewe katika nafasi yako. Anasema leo nataka niandae crusade Mombasa. Ninatuma Hilary na mama. Hao ndio wataenda kusimamia hiyo. Itakuwa hosted by Hilary na mama. Waanza kuangalia
The moment tunaanza kuangalia negative side, umekosekana katika hiyo nafasi, amekukosa, hawezi kukupata, hawezi. The moment tunaanza kuangalia road block, sasa mimi tatu kienda, tani kienda, amekukosa. Hiyo tu imefanya akukose. Si kwamba hapo ameachilia, aliachilia lakini akakosa mtu wa kushughulikia. Haleluya. Hakika ni kama inakuja. Bwana sana alikuwa anajaribu kuleta nafasi. Ukikukaa katika nafasi. Tunajua kuna mwingine anasema sasa na sijawahi uhubiri. Sasa nikiambiwa niende Meru nikahubiri, nitaenda kuambia nini? Utaenda kuambia nini? Na wewe ni haki ya Kristo, ameamua uende. Akiwa na lengo na kusudi na wewe, lazima utafika. Hata anaweza kukuambia, unaweza hata kukaa chini useme, hata nijaisoma maandiko, anakuambia nitakutumanishia na Esther. Ndiye anaenda kusomea maandiko. Si aliambia Musa hivyo? Ni Musa alikuwa hajui kuongea kama mtuma na Aaron yema. Nani alikuwa anataka kuenda kwa Farao? Akaanza kusema yeye ni kigugumizi. Alikuwa anapeana hizo sababu, lakini Yesu alikuwa na kusudi na lengo mpaka afike. Kamwambia nitakutumia mtafsiri. Akae kusaidia. So tukae katika nafasi. Maana nafasi iliachiliwa. Tukae katika nafasi. Haleluya. Kaa katika nafasi. Ukaifanyia kazi. Kaweze kuwa productive. Haleluya. Wakati wote kuwa katika nafasi. Ufanyie nafasi yako kazi. Si tu kukaa tu juu umekuwa katika ufalme na umekuwa haki ya Kristo na umekuwa mteule na mtakatifu, sasa unakaa tu. Hata nafasi yako wewe ukai. Realize your potential in the kingdom, and when you after realizing this potential you must work under that potential in order to be fruitful. Hallelujah. Just that. So ukuwe ready. Nafasi yako usiachilie. Na wacha nikwambie, the moment that atakukosa, si kwamba hiyo nafasi itaachiliwa bure. Lakini wewe unajua ndio lost. Utakuwa umekosa, umepoteza. Haleluya. Na ili ujue kwamba haitapotea. Lakini sitapeana mfano. Maana naweza kusema hiyo kitu mtu realize kitu ama aanze kusema. Nakwambia ukikataa hiyo nafasi haitapotea. Mwingine ataweka. Lakini wote utapoteza. Haleluya. Maana kwa mfano Yesu amekusudia lazima akue ama hii kanisa ipo na branch. Busia County. Hiyo ni Western. Kwa nini naangalia Busia au Western West? Ni kama tunavungua gari supu kama nini. Yaani nasikia tu nimeshatamka huko. So kwa mfano amesema anataka kuwa nayo hiyo branch huko. Alafu anatuma maji. Kwa mfano atume nani? Anitume sasa. Acha nitumie. Anitume sasa huko Western. Naanza kuangalia nianza kusema. The moment that nita compromise kidogo hivyo, hiyo nafasi amenikosa. Natafuta mwingine. Umsifu Yesu. Lakini ikiwa utakuwa realize your potential, ya kwamba unaweza, ya kwamba uko na haki ya Kristo na anakutuma na sababu utaenda. Lakini wakati unaanza kuangalia tu negative side ama kuangalia road block zile ambazo utapatana nazo, unapoteza. Haleluya. So kaa katika nafasi. Nilikuwa nataka kupeana mfano hivi. Kanisani kwa mfano. Na msinunukuu vibaya sana tafadhali. Najaribu kutafuta tu mfano. Ile ambayo unajua kuna watu wengine wanajuanga create maneno, hata maneno huko nayo wana create. Hiyo zinaomba nipe mfano mzuri ambao nitapeana ambao si hauta create maneno. Haleluya. Kuna watu tunajaribu kutafuta mfano kanisani ili uelewe. Achana sana hiyo huduma. Kanisani. Kwa mfano, kuna mtu alikuwa amezoea kubeba hii speaker. Anasileta hapa sina pango. Nashukuru maana ujui nani alikuanga anabeba hata kitambo. Sasa uta create maneno yako. Sasa kwa mfano, kuna mtu alikuwa anabeba hizi. Akaenda. Asibebu. Asitaleta kanisani. So amepoteza hiyo nafasi akifikiria kwamba haitafanywa kazi, lakini bado nasonga mbele. Haleluya. Si kama tunasatana.
Kuna mtu alikuwa amezoea kusafisha hizi kate hizi pasia hizi akajifanya akasema acha niende nione nani atapanguzanga hiyo kanisama, nani atafuanga hizi ziko chafu, hata ziko safi kuliko maybe wakati huo alikuwa anafanya hivyo. So wakati mnamaanisha nini? Nafasi si kwamba itapotelea mbali ama haitafanyiwa kazi, ni wewe utapoteza. You will lose your reward. Hallelujah. Utapoteza. So lazima ukue katika nafasi. On behalf of those who are coming now, tulikuwa tunazungumza standing in the gap, kusimama katika nafasi. Tusimame. Kwa niaba ya wale ambao wamefika, our theme ama kichwa chetu kilikuwa standing in the gap. Na tumesoma maandiko mengi